بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ndugu waislamu, kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiki yake ametukutanisha katika wiki nyingine hii katika Ijumaa, walillahi alhamdu wal minna. Na kama mtakumbuka, tunayo mazungumzo maalum ambayo tumeahidiana yatakuwa ni endelevu katika membari hii. Mazungumzo tulionayo yameingia kwenye kichwa cha habari kinachosema asbabu rizqi wa jalibatul baraka inda ta'sir al-aish wa ghala'i al-as'ar. Sababu za riziki na yenye kuleta baraka wakati wa ugumu wa maisha na ughali wa bei. Mazungumzo haya walillahi alhamd tulianza katika Ijumaa iliyopita, na leo insha Allah taala katika Ijumaa hii ya mwezi wa Dhulqa'da ya mwaka 1447 tutayaendeleza katika awamu yake ya pili. Ayuha nasu ibadallah, tuyazingatie yale ambayo tuliyasema katika khutba iliyotangulia, na leo hii biidhnillah alkarim tutaanza kutaja zile sababu ambazo zinawepesisha na kusahilisha upatikanaji wa riziki kwa Muislamu. Ulama wanatuambia rahimahumullah ta'ala, fahunaka asbabun kathira litaysiri rizqi alhalal at-tayyib. Kwa hakika kuna sababu nyingi ambazo zinawepesisha riziki ya halali iliyokuwa nzuri. Waqad hatha عليها ودعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. وحقيقة imehimiza juu ya sababu hizi na imelingania juu ya kuziendea sababu hizi Qur'ani takatifu, kadhalika sunna sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Asbabu ni nyingi sana, lau ukisoma Qur'an na Sunna za kusahilisha riziki kwa wanadamu. Na mimi insha Allah taala kwa mtiririko wa hutuba hizi kuanzia hii na itakayofuata, saadhkuru minha 12 sababan insha Allah, nitataja insha Allah takriban sababu 12 miongoni mwa sababu za kusahilisha riziki ya halali. Al-awwal, sababu ya kwanza min asbabi taysiri rizq, wanasema ulama at-tawakkul ala Allah rabbil alamin fi talab ar-rizq. Miongoni mwa sababu muhimu kabisa sisi waislamu tuzindukane kwenye hili ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kutawakkali kwake yeye katika utafutaji wa riziki. Na ulama wanaeleza hakikatu tawakkul, ukweli wa kutawakkal ni upi, nini maana ya kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala maana huwa al-akhdhu bis-sababi wa ta'alluq al-qalbi bil-musabbibi subhanahu wa ta'ala. Kutawakkal maana yake ni kuchukua sababu kwenye kutafuta riziki, uweke chanzo, utafute namna ya kupatia riziki, kuchukua sababu, lakini pia taalluqul qalb bil musabbib subhanahu wa ta'ala, lakini pia ni kufungamana ule moyo wako na msababishaji wa sababu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ziko sababu na yuko msababishi wa sababu hizo subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana ya kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya kutawakkal ni wewe kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala muumba, kwamba yeye ndiye mwenye kutoa riziki na yeye ndiye amekadiria arzaki kwa viumbe wake. Hakuna mwingine anayetoa ila yeye. Moyo wako kwa yakini kabisa umwelekee yeye katika utafutaji wako, wala usimhofie yoyote katika viumbe, na wala usimtegemee moja kwa moja yoyote katika viumbe. Muegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Umepata, umekosa, egemea kwake subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hatua ya kwanza ya tawakkul. Lakini katika maana ya kutawakkal ni kufanya sababu. Usikae tu ukasema riziki itakuja, mimi ninategemea kwa Allah, ukakaa msikitini, ukakaa maskani, ukabakia nyumbani bila kuchukua hatua yoyote. La, chukua sababu. Chukua jembe lako, nenda shamba. Chukua shoka lako, nenda kwenye kuni. Toka nyumbani, kaa kwenye biashara yako. Zunguka viwandani, omba kazi. Tafuta mtaji, fanya biashara. Huku ni kuchukua sababu, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia riziki zetu kwenye sababu. Qala Allah ta'ala, anatuambia Allah kwenye Qur'an, huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye ameifanya ardhi kuwa ni dhalili, ardhi imetulia, viumbe wakaitumia, mkaichimba mashimo, mkaitoboa visima, mkaweka nyumba juu yake, na mambo mbalimbali mkayafanya juu ya ardhi, mkalima, mkalala. Allah ndio ameifanya ardhi kuwa ni dhalili, imetii zile shughuli zote za kibinadamu zinazofanyika juu yake. Lau ingelitikisika au ikawa inahama, tusingeweza kufanya chochote. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha, basi tembeeni katika pembe zake hiyo ardhi, aifina wahiha, nendeni mkitembea kwenye engo za ardhi, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, tembeeni. Wakulu min rizqihi, na kuleni katika riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi an-nushur, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo makusanyo. Siku ya mwisho tutarejeshwa kwake, tuhojiwe zile mbio zetu ambazo ilikuwa tuzifanya kwenye utafutaji ni za halali. Aya hii inazungumzia kuchukua sababu.
na aya mfano hii ni nyingi kwenye Qur'an. Qala Allah ta'ala fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, na mkimaliza kuiswali swala ya Ijumaa tawanyikeni ardhini, nendeni kwenye kazi mkatafute fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kutawakkali kwa Allah hakupingani na kuchukua sababu za utafutaji, bali hiyo ndiyo maana ya kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia kwenye Qur'an kwa hili jambo hili la kutawakkali, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, na yeyote ambaye anategemea kwa Allah muumba, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anamtosha. Moyo wako uelekee kwake kama nilivyoeleza, na ufanye sababu za kupata hiyo riziki. Ukitegemea kwa Allah kwa utaratibu huu wa kisheria, fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakutosha. Hutohitajia mzimu wala mganga wala kuhitajia kutambika wala kuhitajia mtu mpaka udhalilike, kwa sababu wewe unajua maana ya kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msingi huu wanaeleza wanawachuoni wakizungumzia jambo la kutawakkali, wanasema walihadha, na kwa ajili hii sasa, fala yajuzu li ayi muslimin, haifai kwa muislamu yoyote an ya'tamida ala nafsi, kuitegemea nafsi yake akaona kwamba yeye ndio kila kitu na kwamba riziki aliyoipata ni kwa sababu ya utashi wake. Ni hodari wa kuweka mipango, alafu mipango yake imetiki. Pana watu hujisahau wakajisifia akili zao na kwamba yeye ni mtu wa mipango. Mimi sijalala bwana, nikitega lazima mtego ukamate. Unanichukuliaje bwana? Haifai kwa muislamu kuitegemea nafsi yake, bali wa ala al-asbabi allati biyadihi, na wala haifai kutegemea moja kwa moja juu ya sababu ambazo mtu yuko nazo katika mkono wake. Pengine una elimu kubwa, pengine una ujuzi fulani, pengine una watu nyuma yako ambao wanaweza wakakuhami wakakusaidia, unazo asbabu. Usiweke moyo wako kwenye sababu zile kama ndio kila kitu. Wallahi sio kila kitu. Wako watu wana elimu lakini mpaka leo ni wasakatonge, ile riziki ya kuwatosha hawajaipata. Walio chini yao kielimu tena sana wana riziki kuliko wao. Wako watu wana maguvu hawana kitu, watu wadhaifu, wengine wagonjwa, wana riziki kubwa kuliko wao. Pana watu wana connection kubwa kubwa, lakini kila mpango wanaowekewa unafeli na kazi anayoingia hapati manufaa. Na kuna wengine hawajatafutia connection na mtu yoyote, lakini wana riziki zao nzuri. Sababu peke yake sio riziki. Na pana watu wana vyeo lakini mpaka wanastaafu hakuna walichofanya, wanahurumiwa baada ya kustaafu. Angalia mzee bwana, alikuwa mtu mkubwa bwana, hana hata sehemu ya kulala, kwa kuwa yeye alitegemea zile sababu. Sababu ulizokuwa nazo usizitegemee moja kwa moja, lakini pia usitegemee zile sababu ambazo zipo katika mkono wa mtu mwingine. Kuna watu riziki zao sababu yake ni watu wengine. Watu wana mabosi huku, watu wana waajiri. Usimtegemee bosi wako na mwajiri wako moja kwa moja ukamuona kama Mungu. Pana watu wako hivyo, na ndiyo maana mara nyingine kwa kutokujua mlango huu mtu anaweza akaelekezwa na bosi wake, mtu Muislamu, jambo lenye kuvunja misingi ya dini kabisa, linauvunja Uislamu wake, jambo la haramu, tena katika dhambi kubwa, akalifanya kwa kisingizio cha kazi. Lakini bosi ni wametaka hivyo, ni maelekezo kaka, haya si tunatii tu. Ina maana bosi wako ana nafasi kubwa kuliko ya Allah. Huyo Allah aliyotoa maelekezo kwamba hili jambo la haramu, hili jambo halifai, mbona hujamsikiliza wewe? Kwa nini unamsikiliza huyu mwanadamu ambaye ni bosi wako? Kuna kitu umekikosa. Wewe unamtegemea huyo mwingine kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana maslahi yako yanapogongana na maelekezo yake, uko radhi kuvunja hukumu za Allah na ukatii maelekezo ya bosi wako. Haya tunayaona katika kazi zetu kila siku. Watu wanavunja dini kwa sababu ya kazi, alafu lugha yake imepewa maelekezo. Hayo majawabu yaandaye ukayajibu kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu uone huyo bosi wako, huyo mwajiri wako atakutetea na adhabu za Allah. Huu ndio msingi wa kutawakkali. Al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ametaja katika
jamii yake, kadhalika al-Imam Ibn Majah katika sunani yake, na hadithi hii ni sahihi. Al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala ameisahihisha hadithi hii. Ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Umar, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikiliza hadithi hii, ina mafundisho makubwa ya kutawakkali kwa Allah. Law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, lau nyinyi mngelitegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika utafutaji wenu, ukweli wa kutegemea, mkawa sio waongo, mkawa sio watu wa kujaribu hivi unaitesti imani, la, lao mngelikuwa ni wa kweli kwenye kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la razaqakumullah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, angewaruzuku ni nyinyi Allah, mngepewa riziki kama yarzuqu at-tayr, kama vile ambavyo Allah anamruzuku ndege baywayu, kwelea na wengineo katika ndege. Allah anawaruzuku ndege hawa, taghdu khimasan, wanarauka asubuhi wanakwenda mashambani huko, hali ya kuwa matumbo yao hayana kitu ya kutubu, lakini wataruhu bitanan ay shab'ana, wanarudi jioni katika viota vyao wakiwa wameshiba vitumbo vyao. Hawajaajiriwa hao, hawalimi hao, hawapandi hao, wao ni kutoka wanaelekea sehemu fulani, wakijua huko wamevuna wanaenda sehemu nyingine, wanatoka na njaa wanarudi wameshiba. Lau mngelikuwa mnamtegemea Allah kama walivyokuwa ndege kwa ule ukweli, basi mngeruzukiwa kama wanavyoruzukiwa wao. Al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii wakati anaisherehesha katika Jami'ul Ulum wal Hikam, akasema hadha al-hadith aslun fi at-tawakkul. Hadithi hii anakusudia hadithi ya Umar, hadithi hii ni msingi kwenye kutawakkal, wa annahu min a'zami al-asbab allati yustajlabu biha ar-rizq, na kwamba huko kutawakkal ni miongoni mwa sababu ambazo huletwa kwa sababu hizo riziki. Kutawakkali kwa Allah ni katika sababu kubwa za kuleta riziki. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, nukta hii ni nukta ya msingi sana, at-tawakkul ala Allah fi talabi rizq. Kwa haya ambayo tumeyasikia katika nusus, Waislamu tufahamu kwamba kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika utafutaji na katika mambo yote ni ibada. At-tawakkul ala Allah ibada, kutegemea kwa Allah hii ni sehemu ya ibada na imeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kama ni ibada, haifai isipokuwa afanyiwe Allah. Usiwategemee viumbe kama unavyomtegemea Allah. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tulifahamu, wengi katika watafutaji wa riziki wamelikosa jambo hili, bali wameingiza mambo ya ushirikina katika jambo la mali na jambo la kutafuta. Wengi katika watafutaji wamesahau kipengele hiki. Mtu riziki kichelewa hatulii moyo wake, lazima atafute kwa washirikina huko, kama kuna nini kimetokea, nani anafanya kauzidi, mbona mambo hayang'ai. Watu wengi wameingiza ushirikina na kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majini, waganga wa kienyeji, wachawi, mizimu, mashetani na mfano wake. Wanawategemea hao zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana nilisema, na mara nyingine watu wakatii masharti magumu ya kishirikina kuliko wanapomtii Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria, wakati sheria yake ni nyepesi. Sheria nyepesi inawashinda, lakini masharti yasiyotekelezeka wakati mwingine, au masharti ya kudhalilisha, mtu kawekewa na mganga wake, lakini kwa sababu ya riziki atatii. Tumeteleza wengi hapa. Lakini jambo jingine muhimu tumeona, kutawakkali kwa Allah maana yake pia ni kuchukua sababu. Lazima tufanye kazi
na tutawakali kwa Allah kupitia kazi hizo. Dini ya Uislamu haina mambo ya uvivu, mambo ya ujobless, umekaa ufanyi kazi. Utaratibu katika Uislamu haupo. Wavivu pia wanakemewa na Uislamu. Dini yetu ni dini ya kazi za halali. Sisi ni watu wa kuchapa kazi Waislamu. Na hata ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maelekezo yake kwenye kazi, alikuwa akiwatajia masahaba kazi ngumu, li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala an-nas fayu'tuhu au yamna'uhu. Mmoja wenu kwenda kuchanja kuni porini, akabeba mzigo wa kuni kwenye bega lake, akaja kuuza kwa watu, ni bora kazi hiyo kuliko kubakia kuwaomba watu. Wengine wakampa, wengine wakamnyima, ashaingia aibu. Dini yetu ni dini ya kazi, tena kazi ngumu kuliko udhalilike mwanaume kafanye kazi. Sasa wale watu wenye kuitwa mawalii, sijui masharifu, kazi yao kukaa misikitini tu na kuvuta nyiradi, mbona hamfanyi kazi? Allah ataleta. Sisi hatuna mambo mengi bwana, tuko hapa, itakuja tu, kwa maana hiyo riziki itakuja hapo msikitini. Au wale wengine wazee wa da'wa, mnawajua, wanatoka misafara ya kidawa, wanaterekeza familia. Haya, watoto wako na mkeo vipi? Wanahitaji kula, nyumba kulipiwa kodi, wanapata maradhi, wanatakiwa wasome. Asema amemwacha nyumbani Allah na mtume wake, yeye anachanja mbuga na kula pishori za Wahindi nyumbani, hakuna alichokiacha. Hakuna mambo haya. Weka sababu, fanya kazi, simamia familia yako. Jambo la pili, mambo ni mengi, barakallahu fikum. Miongoni mwa sababu za kuleta riziki za halali wanaotuambia ulama, jambo muhimu sana, takwa Allah tabaraka wa taala. Ni jambo la kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kwenye Qur'an katika sura Talaq akizungumzia takwa na nafasi yake anasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii anasema, na yeyote mwenye kumcha Allah, mcha Mungu wa kweli, yaj'al lahu makhrajan, Allah anamwekea yeye njia ya kunasuka. Ukiwa mcha Mungu wa kweli na pengine umekwama katika jambo kwa sababu ya ucha Mungu, Allah ameahidi kwenye Qur'an, wa huwa asdaqul qailin, na Allah ni mkweli katika wasemaji. Kweli zaidi, atamwekea mcha Mungu nafasi ya kunasuka kwenye tatizo alilokuwa nalo. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku huyo mcha Mungu katika njia ambayo mwenyewe hatarajii. Al-Imam al-Humam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake Tafsir al-Quran al-Azim, alipoitaja aya hii akasema, qawluhu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, qala rahimahullah, yarzuquhu min jihatin la takhtur bi balihi. Mcha Mungu huyo Allah anamruzuku mcha Mungu kupitia njia ambayo haijafikirika kwenye akili yake. Riziki yake inaweza ikaja kwa njia ambayo hakuwahi kufikiri. Wallahi, Allah mara nyingine anawaruzuku wacha Mungu kupitia maadui zao. Mtu adui yako anaona kwamba anakudhuru, lakini kila anavyokaza uadui wake mambo yafunguka. Pana watu riziki zimewajia wakiwa jela, kwa sababu kuna watu kwa chuki tu wamewasingizia wakawatia jela, kumbe kule kwenda jela ndio wanakutana na riziki. Pana watu riziki zao zimewafuata wakiwa mahabusu kwenye nondo. Mtu anaona kwamba anamkomoa, kumbe anafungua njia. Na nyinyi mnafahamu maisha, hiyo mifano iko mingi sana. Huyo ndio Allah kwa wacha Mungu, anawapa riziki kwa njia ambayo Ibn Kathir anasema haijafikirika katika akili zao kwamba nitapata riziki kwa njia hiyo. Na huo ucha Mungu ambao unatupa riziki wameuelezea wanawachuoni. Ucha Mungu maana yake antaj'ala bainaka wa baina adhabillahi wa ghadabihi wiqaya. Hii ndio takwa. Ni wewe Muislamu uweke baina yako na baina ya adhabu za Allah na baina ya hasira zake kizuizi, usiyaingie makatazo
ya Allah, fanya maamrisho yake, tafuta sababu ya kuhifadhika na hasira za Allah na adhabu yake. Wanasema ulama wadhalika bifi'li al-ma'mur, na hilo ni kwa kufanya yaliyoamrishwa, wa tarki al-mahjur, na kuyawacha yaliyokatazwa. Hii ndiyo takwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwenye Qur'an kwamba wacha Mungu ni watu wenye neema. Kuna ayati nyingi, nisome sehemu ya aya kwenye nukta hii katika sura al-A'raf, ile aya 96. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza akisema, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. Sikiliza aya hii. Allah anasema walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw, lau watu wa miji. Na al-qura hapa kama wanavyoeleza mufassirun, hiya al-qura allati ursilat ilayha ar-rusul, hii ni miji ambayo walitumiwa watu wa miji hiyo mitume, miji iliyokwenda manabii. Allah anaizungumza miji hiyo, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw, lau watu wa miji ambayo manabii walikwenda wangeliamini, wattaqaw, na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, tungeliwafungulia, tungefungua juu yao baraka nyingi kutokea mbinguni na kutokea ardhini, lau wangelikuwa ni waumini haqqa na wangelikuwa ni wacha Mungu haqqa. Taqwa Allah min a'zami asbabi taysir rizq, kumcha Allah na kuchunga mipaka yake ni miongoni mwa sababu kubwa za kusahilisha riziki. Bali wanasema ulama, almuttaqun muqtani'un, wacha Mungu katika fadhila walizokuwa nazo wanakinai kwenye riziki zao, na unawaona ni watu waliobarikiwa, riziki yake ni ndogo, lakini wallahi anaishi kwa saada, kwa utulivu wa nafsi, rahatul bal. Allah anamtilia baraka kwa watoto wake, anamtilia baraka kwa mke wake, wanaridhika na kile ambacho wanakuja nacho bisababi taqwa. Lakini pana watu kwa kukosa ucha Mungu, hata zile riziki zao nyingi haziwasaidii, hawalali, fitna kwenye kazi, akirudi nyumbani moto umewaka, watoto wanamsumbua, ugomvi na ndugu, mtu ana majipesa lakini anajaka la roho, kama wanavyosema watu wa pwani, moyo haujatulia kwa kuwa ile mali haina baraka. Lakini pana watu mashaallah wanawahi swala zote za jamaa na sunna zimpiti za siku nzima, na qiyamul layli anasimama, na asubuhi anang'aa hivi na kanzu yake. Lakini ukimhoji sana, amekunywa chai yake ya rangi, tena sukari kwa mbali, maana sukari inanunuliwa asubuhi, sukari ya 500 ikiungwa ndio mambo yameisha. Yeye na watoto wake wanakunywa hiyo na kipande cha mwogo, lakini anang'aa. Allah akampa saada, Allah amembariki. Taqwa Allah adhim, wallah adhim, wallahu a'la wa a'la. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, amma ba'd. Miongoni mwa sababu za kuwepesisha riziki ambayo nimekusudia kuitaja pia leo, wanasema ulama, kathratu tauba wal istighfar. Hii wallah, kathratu tauba wal istighfar. Chukua hii Muislamu, miongoni mwa sababu za kusahilisha riziki zetu na kuzitilia baraka ni wingi wa kutubia kwa Allah na wingi wa kuomba msamaha, utafutaji na mambo mengi. Dunia ina fitna nyingi. Wakati mwingine unaweza ukajikuta imeingia riziki ya haramu kwenye kazi yako bila wewe kujua, labda huna elimu ya jambo hilo, ukaona kama ni halali, ukaingia mkenge. Na pengine wajua, lakini umefichwa ukweli, pana watu wamekuzuga ukujua, wakakulisha haramu. Miongoni mwa sababu za kusahilisha riziki yako na kutilia baraka riziki yako ni wewe kukithirisha tauba, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Dumu na istighfar, akusamehe na pale ulipoteleza akufutie madhambi yako. Wanasema ulama, qad haka Allah ala lisani nabihi Nuh alayhi salam, Allah amesimulia kwenye Qur'an kupitia ulimi wa mtume wake Nuh alayhi salam
annahu qala liqaumihi, kwamba Nuh alayhi salam alisema akiwaambia watu wake wakati anawalingania, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Al-ayat, aya hizi Allah anamnukuu mtume wake Nuh alayhi salam akiwalingania watu wake akisema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikasema kuwaambia jamaa zangu muombeeni msamaha Mola wenu mlezi, hakika yeye Allah amekuwa ni mwingi wa kusamehe. Yursilis samaa alaykum midrara, atainyesheleza mvua. As-samaa huna bimaana al-matar, atainyesheleza mvua juu yenu tele kwa tele, atawaletea mvua nyingi zenye baraka. Lakini si hilo tu, wayumdidukum bi amwalin wa banin, na atawakithirishieni mali na watoto, mtapata mali nyingi na mtapata watoto wengi. Wayaj'al lakum jannatin, na atakuwekeni nyinyi mabustani. Wayaj'al lakum anhara, na atakuwekeni nyinyi mifereji, mito kwa ajili ya kunyesheleza. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anayanukuu kupitia ulimi wa mtume wake Nuh akiwalingania jamaa zake. Aya hizi zimebeba faida ya al-istighfar wa tauba, faida ya kuomba msamaha na kutubia. Tuwasome mufassirini. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Abu Abdullah al-Ansari rahimahullah, kwenye tafsiri yake tafsir al-Qurtubi inajulikana kama al-Jami'u li ahkam al-Qur'an ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, anasema dallat al-ayatu, imejulisha aya hii, anna al-istighfara yatanazzalu bihi ar-rizqu wal amtar. Aya hii imejulisha wazi wazi kwamba kuomba msamaha inashuka kwa sababu ya kuomba msamaha riziki, na zinashuka mvua. Maneno meupe kayazungumza al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Abu al-Fida, soma tafsiri yake kwenye aya hizi, anasema idha tubtum ila Allah wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu kathura alaykum ar-rizqu wa asqakum min barakati as-samaa wa anbata lakum min barakati al-ardh fa anbata lakum az-zar'a wa adarra lakum ad-dar'a wa amaddakum bi amwalin wa banin, ila akhir kalamihi rahimahullah. Ibn Kathir anasema aya hizi maana yake, idha tubtum ila Allah, nyinyi mkitubia kwa Allah, wastaghfartumuhu, na mkamwomba yeye msamaha, wa ata'tumuhu, na mkamtii Allah, kathura alaykum rizqu, itakuwa nyingi juu yenu riziki, wa asqakum min barakati samaa, na atakunyesheleeni nyinyi katika baraka za mbinguni kwa sababu ya kuomba msamaha. Wa ambata lakum min barakati al-ardh, na atawaotesheeni nyinyi katika baraka za ardhi. Lau mkimwomba Allah msamaha na mkamtii, mtayapata hayo. Bali anasema rahimahullah, wa ambata lakum zar'a, na Allah atawaotesheeni mimea. Wa adarra lakum ad-dar'a, na atabubujisha maziwa kwenye viwele vya wanyama wenu, viwele vikavimba, mtakamua maziwa mengi. Wa amaddakum, na atawaongezeeni nyinyi bi amwali, kwa mali tele, wa banin, na kwa watoto. Hadhihi thamaratu listighfar, haya ni matunda ya kuomba msamaha. Billahi alaykum, hebu tujiulize sisi watafutaji, huwa tunakaa kikao maalum cha kumlilia Allah na kumwomba msamaha makosa yetu, tukasema nastaghfirullah wa natubu ilayhi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, anta al-muqaddim wa anta al-muakhir, la ilaha illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik. Dua kama hizi tunasoma, twazijua. Basi nikwambie, chukua fursa hii, min a'zami asbabi taysiri rizq, miongoni mwa sababu kubwa za kusahilisha riziki zetu na kuzitilia baraka ni kumlilia Allah na kutubia kwake. Sasa usibakie na kazi peke yake, kwamba nina kazi
ndio kibali cha kutoboa. Unaweza usifanikiwe na kazi yako. Usikae tu kuwaomba watu, sina kazi, nisaidieni, mbona mnaniangalia tu. Unamlilia Allah kwa makosa yako, huenda huko kunyimwa kazi ni adhabu. Kuna makosa unayafanya, mlilie Mola wako akuondoshee adhabu hiyo, akupe kazi ya halali itakayokustiri. Kathratul istighfar, wingi wa kuomba msamaha. Ibadallah, mambo haya yanahitaji mazungumzo ya mara kwa mara na kuwazindua Waislamu kwa ukweli na kwa dhati. Sisi tumeathiriwa na watu wa kilimwengu, wakatupa sera zao na mipango yao ya kiuchumi, kwa namna gani utapata hela, namna gani utakuza biashara, namna gani utaokoa hasara na mfano wa hayo. Sisemi kwamba si mambo yenye faida, lakini tumemili huko zaidi, tukaacha haya mambo ya msingi ya dini yetu. Kuna mtu utakuta ni hodari kwenye utafutaji wa riziki kwa kuweka mipango, hata waandaa kama ni watu wa masoko, mashaallah, atamweka meneja mahiri, afisa masoko azunguke kwa ajili ya kutafuta wateja. Ataandaa promotion mbalimbali za biashara yake, ataweka ofa mbalimbali, mapunguzo ya msimu mbalimbali, akitafuta riziki. Lakini hata siku moja hajakumbuka haya tunayoyasema, kama kufanya istighfar. Yeye ameathiriwa na watu wa kilimwengu. Bwana, kutaka kufanikiwa, tengeneza mfumo, andaa meneja mzuri, director makini, watu wa masoko wawepo, watu wa huduma kwa wateja wawepo, alafu angalia soko linapokwenda, bidhaa zako zina discount, sijui kitu gani kwa wateja, na mtu anayazingatia yale kwa makini kabisa. Lakini hata siku moja hakaya akasema astaghfirullah wa atubu ilayhi, na kwamba hili ni katika sababu za kuniletea riziki. Kama nasema uongo niambieni. Haya hatuyafanyi, tumeyawacha. Tunaandama mambo ya watu wa kilimwengu tu, na ndio maana hizo riziki tunazipata hazitusaidii kuipata akhira. Zinakusaidia kula, umejenga, unavaa vizuri, unasomesha mtoto wako sehemu za ghali, maisha yako sawa, gari yako ya kisasa. Una mchango upi kwenye Uislamu? Lau ukifa wewe, ile mali imekusaidia. Watu wengi hawana kitu, wallahi, mughaffalun, wana mamilioni ya pesa, mambo ya dini yanawapita, wanayasaidia mambo ya dini watu wanyonge, wale ganganjaa. Yeye ni mfadhili wa ushenzi na mambo ya hovyo na anasa za nafsi yake. Kwa nadhani hiyo mali nyingi inakusaidia wewe? Umezibwa kheri na mali yako imeondoshewa baraka, kwa kuwa ulitegemea misingi ya kilimwengu peke yake kwenye kuchuma kwako. Sasa umepewa, hazikusaidii. Matajiri wengi utawaonea huruma, wamwambia jambo la kheri, naye analia njaa kama wewe. Unampelekea kheri anaiweza, bwana, hili jambo la dini limekwama, naye anafunga mikono naye. Sisi tufanyeje hapa? Hebu tutafute watu bwana. Wewe nani nyani? Watu waliokufuata, kwani hatuwajui watu sisi? Tumekufuata wewe kwa kuwa Allah amekufadhilisha juu yetu. Alafu watu ndio maneno gani? Ni muhaffali, ni mtu aliyeghafilika. Watu hawa ni kwa sababu wanaikiuka misingi hii. Nimewatajia misingi mitatu leo, hebu ikamateni, kwa kuwa hii ina maelezo mapana. At-tawakkul ala Allah fi talabi rizq. La pili, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala fi talabi rizq. La tatu, kathratu at-tauba wal istighfar fi talabi rizq. Hii ni mihimili ya kuleta riziki na kutia baraka. أقول قولي هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. واقم الصلاة بارك الله.